Mimi nilikuwa nimeipata taarifa kabla, na bahati nzuri nimeipata tena taarifa hii. Sasa kwenye hii hali tulionao hapa, yapo mambo yafuatayo ambayo lazima tuyazingatie. La kwanza, imekubalika habari ya addendum, na upande wetu baada ya kuwa mmeleta draft tulishaweka inputs na ikarudi kwenu. Basi ifanyike jitihada ya juu chini ndani ya siku 7 tuweze kuipata hiyo addendum nyingine, ili tuweze kuendelea, tusiwe na ucheleweshaji wa hii habari. La kwanza. La pili, umefanyika uongezaji wa muda wa mkataba. Kwamba sasa jengo litakamilika, na baada ya kuwa tumeyazingatia yote haya tuliyokubaliana, jengo litakamilika June tarehe 1 mwaka wa kesho. Ni vyema sana tukalizingatia hilo, ili kusikuwepo tena haja ya nyongeza ya muda mwingine wa kazi. Hayo mambo mawili nafikiri yalikuwa ni ya msingi kwa hapo. Kwa mjitahidi mlete hiyo, kwa sababu sisi tumesha given, na mkichelewesha mtafanya sisi tuchelewe kuifikisha kwa hatua nyingine za mbele, na hususan ofisi ya mwanasheria mkuu. Kwa hiyo tujitahidini sana tuipate hiyo ndani ya siku 7, ili na sisi upande wetu wataalamu wetu waifikishe mahala panapotakikana, ili wote pande mbili tuwe ndani ya muda kwa kile ambacho tumeshakubaliana. Kwa majina ni Mwalimu Paulina Mbena Nkwama, katibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu. Leo hii tumepata bahati ya kutembelewa na Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Kwa hiyo tumekuwa naye tangu asubuhi kwenye saa 2:30 mpaka sasa hivi saa 5:15. Na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na mambo mengine amepata muda mzuri wa kutembelea jengo la utawala linalojengwa na mkandarasi Suma JKT kwa ajili ya matumizi ya Tume ya Utumishi wa Walimu makao makuu. Miongoni mwa masuala ya msingi sana ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, ofisi ya Rais TAMISEMI ameyaelekeza: mosi, tuko kwenye hatua ya kutengeneza addendum contract ya malipo. Kwa hiyo sasa hivi hiyo kazi ipo kwa Suma JKT baada ya kuwa ile drafti rasimu imeandaliwa. Kwa hiyo tumepata muda wa kuipitia na kuweka maboresho yetu. Kwa hiyo Suma wanapaswa kwenda kuikamilisha ili tufanye mawasiliano na mamlaka nyingine kwa ajili ya maridhiano ya kusainishana mkataba huo wa nyongeza. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ameelekeza Suma JKT wakamilishe hilo jukumu ndani ya siku 7, na wenyewe wameahidi kwamba ifikapo Ijumaa, leo ni siku ya Jumanne, kwa hiyo ifikapo Ijumaa watakuwa wamekamilisha ili taratibu nyingine ziweze kuendelea. Jambo la pili ambalo ameelekeza, asingependa tena kusikia ongezeko la mkataba. Kwa hiyo ikifika Juni 1, 2026 ameelekeza jengo likamilike ili lianze kutumika kwa matumizi tarajiwa, na mkandarasi Suma JKT amekiri kutekeleza hilo, na ameelekeza kila mwezi tuwe tuna vikao baina ya Suma na Tume ya Utumishi wa Walimu ili kuweza kupata mwendelezo wa kazi na kumpa mrejesho wa kila kinachoendelea katika ujenzi huu. Kwa hiyo tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri anayeshughulikia elimu, ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya utekelezaji. Asante.